Hakuna kitu kinachukua kwa haraka kama fikra zako. Jitahidi kupunguza kustresika na vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako, vitu ambavyo huwezi kuvicontrol. Hakuna kitu kinauma sana kwa wanadamu kama fikra au akili yako. Nataka nikueleze, nikwambie vizuri. Kama una mtu ambaye unaweza kumpigia simu, ukaongea naye huku unalia, ukaongea naye huku unacheka, jua hiyo ni baraka kubwa sana. Hiyo ni baraka kubwa sana, kwa sababu unatakiwa kujua kitu kimoja, kwamba kile kitu ambacho wewe unakiona kawaida kwa mtu mwingine ni kitu ambacho cha ndoto yake. Kwa hiyo jitahidi kuwa mwenye shukrani kwa kila siku. Jitahidi kuwa mwenye shukrani kwa kila siku. Lakini pia unatakiwa ujue kwamba kila unachokiona katika siku yako, kila siku inavyokuja mpya, na kila jambo ambalo unaliona, hilo ndo linakutengeneza wewe. Kwa mfano, unaweza ukawa kwenye ubongo wako unaingiza vitu ambavyo ni hasi kutwa nzima. Wewe ukiingia mitandao ya kijamii unaangalia vitu ambavyo umbea, vitu ambavyo havijengi, havina maana. Kwa hiyo akili yako na yenyewe moja kwa moja inaanza kuona maisha kwa mfumo huo. Lakini pia ujue kwamba ukitengeneza akili yako kwenye upande chanya, kwa maana ukiingia mtandaoni, ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, unaangalia vitu ambavyo vinajenga, vitu ambavyo vinafunza, moja kwa moja akili yako inatulia. Unaona, kuna baadhi ya watu ambao wanaweza kukufanya wewe uvurugike bila hata kuonana nao, bila hata kukaa nao, kwa sababu tu umewasoma, umeangalia na hivyo. Lakini jambo lingine nataka nikwambie kwamba utakuwa mwenyewe kwenye nyakati ngumu zaidi katika maisha yako, na hizi nyakati zitakufanya wewe uwe mwenye busara, ukue kiakili, na uwe hauogopi. Katika maisha unatakiwa ujue kuna nyakati utakuwa mwenyewe, na hizo zitakuwa ndo nyakati ngumu zaidi kwenye maisha yako, unaona. Lakini nyakati hizo zitakufanya uwe imara, uwe na kujiamini, na uwe mtu mwenye akili zaidi. Katika tembea zangu nimewahi kukutana na nukuu moja inasema kwamba pale unapokuwa na moyo wa dhahabu, au pale unapokuwa na malengo mazuri na watu, kinachotokea ni kwamba wewe hupotezi watu, ila wao wanakupoteza wewe. Na hii inagusa tofauti. Unaona? Hii inagusa tofauti. Yaani pale wewe unapokuwa na mawazo ya dhahabu, na pale unapokuwa na malengo sahihi, watu wanakupoteza wewe, ila wewe hupotezi mtu, kwa sababu wewe ni mtu ambaye huna tatizo. Unachotakiwa kujua ni kwamba ni wewe, na unachotakiwa kujua ni kwamba ili ikufike wewe, umeelewa? Unachotakiwa kujua ni kwamba unataka uwe nani. Umeona? Kwa hiyo kila kitu ni kwako wewe, inakufikiaje wewe, unatakaje iwe kwako. Umeona? Kwa hiyo ni wewe ndio unaamua kipi kiwe, kipi kisiwe. Ipo siku itafika utagundua kwamba ndoto zako zimekufa kwa sababu ulichagua kukaa sehemu salama badala ya kuchagua kufanya juhudi. Unaona? Kuliko kupata maumivu hayo, au kuliko kuishi kwa maumivu haya ambayo itakutesa milele, ni vizuri uwe serious kwenye maisha yako. Ni vizuri uchague kuwa serious kwenye maisha yako, kwa sababu kila unapochagua njia nyepesi, moja kwa moja unajipelekea, njia nyepesi inakupelekea moja kwa moja kwenye mafanikio. Unaona? Ila unachotakiwa kufanya ni kutengeneza mazingira yako, ambapo hapo inakuja pia na kile unachokiingiza kichwani mwako. Umeona? Kile unachokiingiza kichwani mwako. Kwa hiyo wewe unaamua ubongo wako upokee nini, ubongo wako usipokee nini, kwa sababu ukichezea akili yako
inaweza ikakuondoa. Kwa jitahidi kuwa mtu ambaye ni positive. Unaingia kwenye social networks, unaangalia vitu ambavyo ni positive. Kama kuna jokes, kama kuna aina fulani ya drama ambayo ni inajenga, unaweza ukaangalia. Lakini epuka kuangalia vile vitu ambavyo havina manufaa na wewe. Lakini pia jitahidi kutembelea peji nyingi ziko mitandaoni, channel nyingi ziko YouTube ambazo zinaeleza vitu vizuri vya kukukuza wewe kiakili na kukufundisha mambo mapya. Hiyo itakusaidia kwa maana akili yako itajaa mambo mazuri, mwisho wa siku wewe utakuwa mzuri sana. Asante sana kwa kunisikiliza. Nashukuru sana na naomba usisahau ku like, ku comment na kusubscribe to my channel. Nawapenda wote na nawatakia siku njema.